Rais wa Marekani Donald Trump anasema sasa wameumaliza mzizi wa fitna, kilichobaki ni wa Iran kuichukua nchi yao. Rais wa Marekani Donald Trump ametangaza usiku kwamba tayari jeshi la Marekani kwa kushirikiana na Israel limeshamua kiongozi mkuu wa serikali ya mapinduzi ya Kiislamu ya Iran, na kwamba huu ndio mzizi ambao sasa umeshakatika. Kilichobaki ni wananchi kufanya mapinduzi katika taifa hilo na kuichukua nchi yao. Haki si kwa watu wa Iran pekee bali kwa Marekani wote bora, Trump alisema. Katika akaunti yake kwenye mtandao wa Truth Social, rais wa Marekani Trump ameandika, hii si haki kwa watu wa Iran pekee bali ni haki kwa watu wote bora. Hatukufanikiwa kukwepa majasusi wetu na mifumo yetu ya ufuatiliaji ya kisasa, na kwa ushirikiano wa karibu na Israel hakukuwa na ambalo yeye au viongozi wengine waliouawa pamoja naye wangeweza kufanya. Hii ndio fursa kubwa zaidi kwa watu wa Iran kuirudisha nchi yao, ameongeza. Awali Rais Donald Trump wa Marekani alizungumza na shirika la NBC News kwa njia ya simu, na wamemuuliza kuhusu ripoti kwamba kiongozi mkuu wa Iran ameuawa na mashambulizi ya anga Marekani na Israel. Alijibu akisema, nimezungumza na watu wengi, tunahisi huu ni ukweli, inaripotiwa, Trump amemwambia mtangazaji wa Marekani. Idadi kubwa ya viongozi pia wameuawa, aliongeza, kirudia kile alichoiambia ABC News. Pia aliambia NBC kwamba operesheni ya Marekani nchini Iran tayari imeshafanikiwa. Rais Donald Trump anaamini kuuawa kwa Ayatollah Al-Khamenei ni kufanikiwa kwa operesheni nchini humo. Awali Trump alizungumza na ABC News na kusema kwamba mashambulizi ya Marekani tayari yamesababisha uharibifu mkubwa na kuwa viongozi wengi wa Iran wameuawa. Hatujui yote, lakini mengi yanajulikana, Trump amesema katika mahojiano ya simu. Rais huyo ameongeza kuwa Marekani ina maono mema juu ya kundi lililo la viongozi wa Iran. Alipoulizwa kuhusu ni nani atakayechukua nafasi ya kiongozi mkuu wa Iran Al-Khamenei, Trump alisema, sijui, lakini wakati fulani watanipigia simu kuuliza ni nani ningependa. Ninakuwa na mzaha kidogo ninaposema hivyo, Trump ameongeza. Hata hivyo amesema kwamba kuna viongozi wengi pia wameuawa, si tu kutoka kwenye eneo moja bali pia kutoka kwenye maeneo mengine mawili ambayo pia tumeshambulia. Tulikuwa na taarifa nyingi za ujasusi, hivyo basi tunaamini wengi wameuawa. Taarifa za awali zilielezwa na Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu ambaye alizungumzia shambulizi dhidi ya eneo la Iran la kiongozi mkuu Ayatollah Al-Khamenei. Alisema kuna dalili zinazoongezeka zinaonyesha kuwa dikteta huyu ameuawa, Netanyahu amesema. Na katika hotuba yake Netanyahu amewaambia wa Iran kuwa mashambulizi hayo yatawasaidia kujiondoa katika udhalimu na kuongeza kuwa wana fursa moja tu ya kupindua utawala wa Iran. Nendeni mitani kwa wingi, mumalize kazi hii, Netanyahu amesema. Ni wakati mwafaka wa kuungana pamoja kwa ajili ya misheni ya kihistoria, Netanyahu aliongeza. Amemalizia hotuba yake kwa kuwataka raia wa Israel kusikiliza ushauri wa usalama kutoka kamandi ya nchi baada ya kupendekeza kwamba operesheni dhidi ya Iran itaendelea kadri itakavyohitajika. Endelea kutufuatilia, lakini usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika kusubscribe channel yetu hii upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Mimi ni Adam Hussein. Endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.